Asante sana. Asanteni sana. Ni heshima kubwa kuwa nanyi na kuwatakia Pasaka njema. Tulikuwa na Pasaka nzuri sana. Nadhani hii ilikuwa moja ya Pasaka zetu bora zaidi kwa njia nyingi tofauti. Naweza kusema kijeshi ilikuwa moja ya bora zaidi. Sasa mchana mwema. Tuna mengi ya kujadili. Tutaingia kwa undani mzuri sana na tuna watu waliohusika zaidi. Tutatoa taarifa sahihi kabisa. Tuko hapa leo kusherehekea mafanikio ya mojawapo ya operesheni kubwa, ngumu na hatari zaidi za utafutaji wa kivita, au unaweza kuita uokoaji, zilizowahi kujaribiwa na jeshi. Kwa kawaida, ndege zinapodunguliwa vitani, hasa unapopambana na kundi lenye nguvu, kundi baya, huwezi kufanya hivi kwa urahisi kwa sababu unatuma watu 200 kumchukua mtu mmoja. Na mara nyingi mambo mabaya hutokea kwa hao mmoja au wawili. Na katika kesi hii, tulifanya hivyo kwa wawili. Na huenda haijawahi kufanyika kabla, lakini tulifanya. Tulikuwa na vipaji vikubwa, lakini pia tulipata bahati kidogo. Tulisaidiwa na watu wengi, watu wazuri sana, na ni heshima kuwa sehemu ya hilo. Ni tukio la kihistoria sana. Uokoaji huu ni wa kihistoria. Utaingia kwenye vitabu vya historia. Usiku wa Alhamisi uliopita, ndege ya kivita ya Marekani aina ya F-15 ilianguka ndani kabisa ya eneo la adui nchini Iran, wakati ikishiriki katika Operation Epic Fury, ambapo tunaendelea vizuri sana, kwa kiwango ambacho hakuna kilichowahi kuonekana kabla. Nchi nzima inaweza kuondolewa kwa usiku mmoja, na huenda usiku huo ukawa kesho. Wahudumu wote wawili wa ndege walijirusha kutoka kwenye ndege na kutua wakiwa hai katika ardhi ya Iran. Mara moja niliombwa kufanya uamuzi. Niliamuru majeshi ya Marekani kufanya kila kinachohitajika kuwarudisha mashujaa wetu nyumbani. Ilikuwa uamuzi mgumu, kwa sababu ingeweza kusababisha vifo vya watu 100 badala ya mmoja au wawili. Ni uamuzi mgumu kufanya, lakini katika jeshi la Marekani huwa hatuachi Marekani nyuma. Ndani ya saa chache, majeshi yetu yalipeleka ndege za kijeshi 21 katika anga ya adui, nyingi zikisafiri chini sana, zikikumbwa na risasi. Tulitumia silaha mbalimbali na kulikuwa na hatari kubwa sana kwa saa 7, wakati mwingine mchana kweupe, ndani ya Iran, zikikabiliwa na moto mkali wa adui. Tuna helikopta ambazo zilipigwa risasi nyingi. Ni ajabu jinsi zilivyoweza kuendelea kufanya kazi. Hakuna nchi nyingine iliyo na vifaa kama vyetu. Sisi tuna jeshi lenye nguvu zaidi duniani, kwa mbali sana. Wahudumu wa ndege na wapiganaji walihatarisha maisha yao kwa ajili ya kuwaokoa wenzao. Hatimaye, timu ya kwanza ya uokoaji ilimkuta rubani wa F-15 na akachukuliwa kutoka eneo la adui na helikopta ya HH-60 Jolly Green 2. Wakati huo huo, mhudumu wa pili wa ndege, afisa wa mifumo ya silaha, alitua mbali sana na rubani. Alijeruhiwa vibaya na alikuwa katika eneo lenye hatari kubwa, lenye wanamgambo wa IRGC na vikosi vya wenyeji. Licha ya hatari hiyo, alifuata mafunzo yake na kupanda milima mkali kuepuka kukamatwa. Alijiumiza, akatibu majeraha yake mwenyewe na akawasiliana na majeshi ya Marekani kuonyesha alipo. Tulikimbiza operesheni kubwa ya uokoaji kutoka milimani. Operesheni ya pili ya uokoaji ilihusisha ndege 155, ikiwamo na bomu 4, ndege za kivita 64, ndege za kuongeza mafuta 48, ndege za uokoaji 13 na nyingine nyingi. Tulitumia mbinu za udanganyifu ili kuwachanganya adui. Tulitaka waamini kuwa yuko mwingineko, kwa sababu walikuwa na vikosi vikubwa sana. Hatimaye, kwa ustadi mkubwa, jeshi la Marekani lilishuka kwenye eneo, likapambana na adui, likamwokoa afisa huyo, likaharibu vifyote vyote na kutoka katika anga ya Iran bila hasara yoyote. Mhudumu huyo wa F-15 alifanikiwa kuepuka kukamatwa kwa takriban saa 42. Tulipotoka, tulikuwa na ndege kubwa 2 za zamani zilizobeba vifaa vingi. Tulihitaji vifaa vingi zaidi kuingia kuliko kutoka. Tulikuwa na tatizo la ardhi ya mchanga sani, ambayo ingeweza kuzuia ndege kupaa. Kulikuwa pia na changamoto ya mzigo mkubwa, lakini tulikuwa na mpango mbadala wa ajabu kwamba ndege nyepesi zilikuja na kuwasafirisha haraka. Tuliziharibu ndege za zamani ili kuhakikisha hakuna mtu anayechunguza vifaa vyetu.
Helikopta 3 zililetwa, zikakusanywa mpya kwenye dakika chache tu, chini ya dakika 10. Ni ajabu sana. Kama rais, nisiwezi kusahau hatari kubwa iliyochukuliwa na wapiganaji wetu. Ni akili na ubunifu wa hali ya juu. Tulipanga njia nyingi za kutua kwa sababu eneo lilikuwa gumu sana, mchanga na shamba, si uwanja wa ndege. Ndege zilifika moja baada ya nyingine kwa haraka sana na watu wote wakapanda. Ninajivunia sana watu hawa wote walioshiriki.